katika eneo la Musanda jijini Pretoria huko Afrika Kusini. Dumisan Sajak Mbeki, kiongozi mkuu wa idara ya kijasusi Afrika Kusini NIA, alitulia tuli kama aliyegandishwa na barafu katika meza yake kubwa hapo ofisini. Meza ya nusu duara iliyopambwa kwa bendera ndogo ya taifa hilo, ikajazwa na makabrasha kadhaa upande huu na ule mwingine. Kompyuta kubwa ya Apple ilikuwa katikati ya meza hiyo na kufanya bwana huyo asionekane vizuri kwa watu wanaokuwa wanaingia mlangoni. Giza lilikuwa tayari limeutawala mji huo wa Pretoria, mji wenye amani na utulivu katika miji ya taifa la Afrika Kusini. Akiwa bado katika fikra nzito, mlango wa ofisi ulisukumwa. Mwanadada mwenye mwili wa kati, sio mrefu, sio mfupi, akaingia akiwa katika mavazi ya jeshi la nchi hiyo, SANDF. Mara tu aliposimama mbele ya mkuu wake, huku akitenganishwa na ile meza kubwa, aliipachua ofisi yake mabegani na kuivaa kichwani pake, kisha akasimama kikakamavu. Dumisan akamtazama mwanamke huyo kutoka juu mpaka kiunoni na kuzuiwa na ile meza. Akainua uso wake na kumtazama usoni. Sekunde kama 17 za ukimya zikatawala. "Debra," akaita. "Sina haja ya kupoteza muda. Nimekuteua wewe kwa kuwa na ujua weledi wa kazi yako. Katika kupitia nyazifa za watu wanaoweza kuifanya kazi hii ninayotaka kukupa, ni wewe tu nimeridhika na wewe. Haya, kuanzia sasa natengua operesheni yako uliyokuwa ukiendelea nayo. Nataka uanze kazi nyingine. Fuatilia kadhia ya mauaji ya watu kule migodini. Unipe majibu stahiki na chanzo cha yote. Wapaswa kuwa mwangalifu, kwani kazi hiyo ni ngumu sana, ni nzito na hatari. Inaweza kukugharimu maisha yako kama ukifanya uzembe au ukaidi. Umenielewa?" Akamuuliza. Yule mwanamke akapiga saluti kuonesha utii. Dumisan akaketi. Debra akatoka katika ofisi ile. Hakutakiwa kujibu chochote, kwani hiyo ni amri. Alichotakiwa kufanya ni kutekeleza tu aliloambiwa. Basi hali ya sintofahamu ilitaradadi katika machimbo ya dhahabu huko mashariki mwa jiji la Johannesburg miezi miwili iliyopita. Katika moja ya mashimo makubwa ya tajiri maarufu Khumalo, wafanyakazi takribani 15 waliokuwa wakifanya kazi kwa ukaribu sana na mtu huyo aliyeuawa miaka kadhaa nyuma, nao waliuawa na maiti zao kukutwa ndani ya mashimo hayo kwa nyakati tofauti tofauti. Kutokana na kadhia hiyo, machimbo hayo yakafungwa kwa muda ili kupisha uchunguzi. Mauaji yaliyotokea pasi na kujulikana ni nani hasa aliyeyatekeleza. Mengi sana yakasemwa na watu wa ndani na nje ya mgodi huo. Mengi yakaandikwa na magazeti ya ndani na nje ya nchi hiyo, lakini bado haikujulikana haswa chanzo cha vifo hivyo. "Hatufanyi kazi mpaka tupate majibu ya vifo vya wenzetu," mmoja wa wachimbaji aliyekuwa akiongoza mgomo licha kufungwa kwa machimbo hayo aliwaambia waandishi wa habari waliokuja kujua kulikoni. Haikuwa jambo la kawaida kwa mrithi wa Khumalo kufika katika mashimo hayo na kufanya lolote. Daima alikuwa akituma watu wake wa karibu kwa kuwaunganisha na wale wa mbia wake, mzungu kutoka Canada. Lakini siku hii yeye mwenyewe aliamua kufika katika eneo hilo la machimbo. Lereti, binti pekee wa marehemu Khumalo, aliwasili saa 7:30 mchana kwa helikopta binafsi. Katika viwanja hivyo alilakiwa kwa kelele na miruzi mingi ya mamia wafanyakazi waliokuwa wakimsubiri kwa hamu. Shangwe lilitawala, nyimbo za ukombozi zikasikika kwa mengi. Wapo ambao hawakuwahi kumuona binti huyo kabisa, lakini wapo waliohusudu umbo lake. Wapo walioona sasa watapata majibu ya maswali yao. Penye wengi, hakika pana mengi msikilizaji. Mkono wa jasusi sehemu ya pili. Hii ni msimu wa pili au wengine wanaweza kuita season 2 ya ile riwaya iliyoitwa Mkataba wa Kifo. Riwaya hii inaletwa kwako na Simulizi Club. Ukihitaji kuwasiliana nasi Simulizi Club kupitia nambari ya WhatsApp, lakini pia kwa ajili ya kujiunga katika group letu la WhatsApp, basi nambari zetu za simu ni 0743217523.
na hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Watu walisogea mbali na eneo hilo kutokana na vumbi jekundu lililosambaa huku na kule kutokana na kushuka kwa helikopta hiyo. Lereti alikanyaga ardhi ya uwanja huo huku akisindikizwa na wanaume 5 waliokuwa kamili kila idara. Wote walikuwa ndani ya suti nyeusi nadhifu, miwani za jua ziliyaficha macho yao. Binti yule aliwekwa kati, mbele kabisa akitangulia mmoja aliyekuwa amebeba bunduki aina ya SR2 Vereski kifuani mwake, mikono yake ikiwa tayari kwa lolote. Nyuma yake walifuata vijana 2, kisha Lereti. Binti huyo alivalia suruali ya jinsi iliyombana sawia na kuliweka dhahiri shahiri umbo lake. Fulana nyeusi ya mikono mirefu yenye kaba shingo. Alivalia pia pama pana iliyokuwa kichwani mwake. Kifuani alining'iniza mkufu wa uzito mkubwa wa madini ya dhahabu yasiyoghoshiwa. Mwisho wengine 2 walifuatia na kukamilisha idadi ya hao 5. Kwa hatua za haraka kidogo huku akiwahi kulikwepa lile vumbi, alipelekwa kwenye ofisi ambayo baba yake alikuwa akiitumia sana kila endapo kutembelea machimbo hayo. Kelele za watu waliopo nje uwanjani wakiwa na mabango vilimsumbua mwanadada huyo mbichi mwenye miaka 28 tu. Akaketi kitini mara baada ya kuingia ndani ya ofisi ile. Mbele yake kulikuwa na watu 2 waliokuwa na vyeo vya juu katika mgodi huo. Mmoja Mwafrika akiwakilisha kampuni ya The Great Kumalo Gold Mines, na mwingine mzungu raia wa Canada aliyemwakilisha mbia wake Robinson Quebec. Watu wanalalamika, ninyi mnajua ni kawaida ya mimi kuja huku wala mbia wangu, lakini imenilazimu kwa kuwa machozi ya wapigania uhuru yameugusa moyo wangu. Nami sikuwa na budi kukiuka makubaliano. Niambieni nini tatizo na tatizo liko wapi? Lereti alianzisha mazungumzo. Madam, kama ulivyosikia, katika siku hizi watu wamepoteza maisha mgodini. Hali hii ndio imewafanya wafanyakazi wagome, na ndugu wa marehemu waje juu kutaka majibu ya maswali yao. Yule Mwafrika akajibu, okay, sasa maswali hayo ni maswali gani? Sisi hatuyajui, na kwa kuwa tayari kuna wakaguzi wa serikali wamekuja na kuufunga huu mgodi, hivyo tunasubiri wao watasema nini. Yule bwana akajibu tena. Lereti akatulia akiitazama meza, akafikiri jambo. Akainua uso wake na kuwatazama watu hao walioko mbele yake kwa zamu. Niitieni viongozi wa wafanyakazi niongee nao. Mimi ni mmoja wa wamiliki wa mgodi huu. Akatoa amri. No. Yule mzungu akang'aka. Sio utaratibu, wewe unaongea na sisi kisha sisi tunaongea na wao. Akaongeza, mmesema wanataka majibu ya maswali yao. Nimewauliza maswali ni yapi, mmekiri hamyajui. Sasa mimi naongea nini na ninyi? Lereti aliongea kwa hasira na kupiga meza kwa ngumi. Kisha akanyanyuka na kutoka nje huku akifuatiwa na wale walinzi wake. Kelele za wapigania uhuru zikalipuka maradufu. Askari wenye mbwa walitanda kila mahali kuhakikisha hakuna vurugu yoyote itakayotokea eneo hilo. Lereti akasogea karibu na wale watu, lakini akazuiliwa na askari wa kizungu waliokuwepo hapo kwa madai kwamba haruhusiwi kufanya anachokifanya. Madam, hawa watu wana hasira na vifo vya ndugu zao. Usiwakaribie, wanaweza kukudhuru. Isitoshe unajua wewe ndio mmiliki wa mgodi huu, japo sio kweli. Mmoja wa askari aliyekuwa na jibwa kubwa kabisa alimwambia Lereti, riwaya hii inaletwa kwako na Simulizi Club, na hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Binti huyo alimtazama mzungu yule aliyekuwa na macho kama ya nyau kutoka juu mpaka chini. Pumbavu mkubwa wewe. Unaweza kuniambia maneno hayo mimi? Eti huu ni mgodi wa nani? Hebu rudia. Ni mgodi wa nani huu? Nijibu sasa hivi. Huu ni mgodi wa Sir Robinson Quebec. Akamjibu kwa jeuri. Lereti alimtazama na kumsonya, kisha akampita kama hamuoni. Madam, akamwita huku akijaribu kumshika. Lereti akaepa na kupita, lakini muda huo na nukta hiyo hiyo yule bwana alichotwa ngwara maridadi kabisa na walinzi wa Lereti na kubwagwa chini kama mzigo. Lereti akageuka na kurudi hatua moja mpaka kwa yule askari aliyekuwa pale chini. Sikiliza wewe bwege, nakupa onyo la maneno 4 tu ya kilugha chenu. Don't do it again. Akawaendea watu waliosimama hapo akawatuliza.
Ukimya ukatawala kana kwamba hakuna mtu eneo hilo. Kisha akaomba megafoni iliyokuwa ikitumika kuwatulizia watu hao. Walipotulia kimya kabisa, akaanza kuongea. Ndugu zangu, nimekuja hapa kuwasikiliza kilio chenu. Sasa nitaruhusu maswali 4 tu na nitayajibu kwa ufasaha sana na nitashughulikia matatizo yenu. Akamaliza na kuwapa kipaza sauti wafanyakazi. Kifaa kile kikapokelewa na kiongozi wa wafanyakazi na kumpatia mtu mwingine azungumze. Jambo la muhimu hapa na la msingi ni moja tu. Tunataka tujue sababu ya vifo mfululizo vinavyotokea hapa mgodini. Kelele zikalipuka. Lereti akanyosha mkono wake, wakatulia. Yule bwana akaendelea kusema, mwezi uliopita vijana 5 waliokuwa maopareta wa mitambo kule Shimoni walikufa tu na hatukupewa jibu zuri. Siku chache baadaye kiongozi mkubwa tu kutoka ofisi ya mkurugenzi amekufa ghafla ofisini kwake, na msaidizi wake siku chache baadaye pia akapata ajali naye akafa. Juzi watu wengine 8 na mpaka sasa idadi ni 15. Alishindwa kumaliza, akaanza kulia na kile kipaza sauti kikadakwa na mwingine. Tuna wasiwasi hata sisi tutakufa, maana kila kifo kinawagusa wa Afrika tu, kwani wazungu hao hawana roho, mbona hawafi? Tuna wasiwasi labda kuna hujuma inayofanyika hapa mgodini, tuambiwe, tunataka tuambiwe. Kijana huyo alipokwisha kusema hayo, watu wote walilipuka kwa kumshangilia. Mimi nataka nikuulize kitu kimoja tu. Hivi ulishawahi kujiuliza kuwa kwa nini wote wanaokufa hasa wale waliokuwa ngazi za juu za uongozi ni washirika wa marehemu baba yako? Mwingine aliyepokea kipaza sauti akamchapa swali hilo Lereti. Hapo moyo wa binti huyo ukapiga kwa nguvu. Masikio na akili yake vikafunguka. Akakunja sura ya ghadhabu iliyochanganyika na mshangao. Hakuwahi kujiuliza kitu kama hicho wala kukifikiria. Akatikisa kichwa, kisha akaomba kipaza sauti. Nimewasikia jamani. Kwa kuwa maswali yenu yote ni sawa na swali moja, naomba kwanza niwape pole waliofiwa. Najua wapo hapa na kampuni itatoa rambirambi na kugharamia mazishi, kwa kuwa najua bado hawajazikwa mpaka serikali imalize uchunguzi. Lakini kuhusu vyanzo vya vifo hivyo, ninawaahidi nitatafuta wataalamu binafsi watakaofanya uchunguzi na kisha nitawapa majibu bila kuwaficha. Sintaunda tume, bali nitasimamia mwenyewe kila hatua ya uchunguzi huo mara baada ya serikali kumaliza uchunguzi wao, na endapo majibu yao hayatoniridhisha mimi na ninyi, ninawaomba mrudi kazini na majibu mnayotaka tutayapata. Lereti alimaliza kuongea na watu hao na kugeuka kuondoka zake, akiacha nyuma yake shangwe na hoi hoi zikirindima. Moja kwa moja akaelekea kwenye helikopta aliyokuwa nayo na kuondoka. Basi katikati ya watu waliokuwa kwenye kusanyiko hilo la kumsubiri na kumsikiliza binti huyo, alikuwepo kachero hatari wa kike kutoka idara ya kijasusi ya Afrika Kusini, mwanadada Debra Mbongeni. Alisikiliza kila kilichoongelewa na akiwa katikati ya umati wa watu aliweza kudodosa hili na lile. Debra alitazama helikopta ile ikipotelea kwenye upeo wa macho yake. Akajitoa katika kundi lile la watu na kulifuata gari lake, tayari kwa swala jingine, kwa kuwa hilo lilikuwa limepita. Riwaya hii inaletwa kwako na Simulizi Club, na hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Jioni ya siku hiyo, akiwa hotelini kwake katika vitongoji vya watu weusi huko Johannesburg, aliketi kwa utulivu juu ya kitanda kidogo, akiperuzi hili na lile kuhusiana na The Great Khumalo Gold Mines Limited. Alikuwa akifanya chimbu kujua historia ya mgodi huo, hali ya umiliki wa uendeshwaji wake kwa kupitia mtandao wa siri wa idara za usalama na kabrasha chache alizozipata hapa na pale. Katika peruzi hizo akajikuta akifika miaka 5 nyuma. Akasoma jinsi mauaji ya utata yaliyompata bwana Khumalo. Hapo Debra, akili na ufahamu wake vikanasa na kusoma kwa makini kabrasha hilo lililokuwa likimsisimua mwili wake. Alimsoma mshukiwa wa mauaji, Tracy Tasha. Debra akaona hapana, haitoshi. Akafungua mtandao wa watu hatari duniani waliowahi kuwepo. Baada ya kupita majina kadhaa kama ya kina Carlos the Jackal na wengine wengi, akakutana na picha ya mwanamke huyo, mwembamba hivi, mrefu,
aliyeshupaa mwili wake. Aliitwa Trace. Akasoma historia yake kwa umakini sana na kugundua kuwa alikuwa ni mtoto wa kuasiliwa. Ijapokuwa taarifa hiyo haikueleza kwa undani sana ni nani aliyemwasili, lakini ilieleza kuwa Trace hakusoma shule yoyote ile. Walimu walikuwa wakija kumfundisha nyumbani na somo alilojifunza zaidi lilikuwa ni lugha tu. Aliweza kuongea kwa ufasaha lugha 14 za ulimwengu. Debra hakuamini anachokisoma alipoona kuwa kifo cha Trace kilimfika huko Afrika Mashariki, yani Tanzania. Tanzania? Akajiuliza. Hakuamini. Akavutiwa sana kutaka kujua mwisho wa mwanamke huyo hatari ilikuwaje huko. Katika kupekua sana ndipo alipokuta habari hiyo, ijapokuwa haikuwa imeandikwa vizuri, lakini alielewa kuwa Trace aliuawa na mpelelezi hatari wa Tanzania. Mpelelezi huyo akaelezewa kama mpelelezi hatari katika Afrika na nje ya mipaka yake. Hapo Debra alijikuta akitetemeka na kichwani mwake jina la Amata au TSA1 lilikuwa likijirudia, lakini hakuweza kuona hata moja ya picha zake. Amata Rick, TSA number 1, akajiwazia kisha kujitupa kitandani akifikiria zaidi juu yake. Hakuamini kama binadamu huyo yupo katika sayari hii. Aliamini ni kama anavyomsoma James Bond kwenye vitabu vya Ian Fleming, kwa kuwa hata huyo alimsoma vitabuni. Basi ilikuwa ni saa 3:12 usiku wakati Amata aliposimama kiukakamavu mbele ya Madam S. Kazi imeanza. Wawili hao walitenganishwa na meza kubwa katikati yao. Mara hii sio ofisi kuu kule shamba, la hasha. Walikuwa kwenye ofisi ndogo iliyopo mita chache tu kutoka jengo muhimu kabisa la nchi hii. Mikononi mwake alikuwa amekamata kabrasha lile ambalo Madam S alikabidhiwa jioni hiyo na waziri wa mambo ya nje. Uchunguzi wa kina na kitaalamu ufanyike. Anatakiwa kuuawa na si vinginevyo. Lakini kabla hilo, kamanda, Baraza la Usalama la nchi za SADC kwa imani walionayo juu ya utendaji kazi wa mashirika yetu ya ndani ya usalama na kiintelijensia wametukabidhi kazi ya uchunguzi wa pili wa vifo vinavyoendelea kutokea katika moja ya migodi kule Afrika Kusini, kama ilivyoandikwa humo. Ndani ya kabrasha hilo utapata taarifa ya uchunguzi uliofanywa na shirika fulani la Afrika Kusini, lakini SADC haijaridhika nao. Hivyo imeomba kazi hii ifanywe na idara za hapa nchini, yani nje ya Afrika Kusini. Kazi hii ni siri na ombi hili ni siri kubwa. Kwa ufupi, uende Afrika Kusini ukakamilishe zoezi hilo kwa siku chache sana. Kisha kama huyo anahitajwa humo ndiye, basi unatakiwa kuhakikisha ameuawa kwa siri. Ikishindikana utajua wewe. Afrika imechoka. Madam S akatoa maagizo ya kikazi. Riwaya hii inaletwa kwako na Simulizi Club, na hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Kamanda Amata akiwa amelibana kabrasha lile kwa mkono wake mmoja wa kushoto, alimtazama Madam S kwa macho makavu. Kazi itafanyika kiukamilifu mkuu. Kama umetuamini basi ni nafasi yetu kuonesha uaminifu huo kwa matendo, akasema. Kamanda Amata, Madam S akaita. Nategemea utafanya kazi hiyo kwa uaminifu mkubwa kuliko siku zote. Unapoona jumuiya kubwa kama hizi zinakutumia, ujue wewe sasa ni zaidi ya TSA1. Uwe makini, kwani ukichelea makaburu hawana mzaha. Maisha yako rehani sasa, na kusubiri kwenye meza hii ukiwa hivyo au ukiwa ndani ya boksi. Madam S akamaliza. Sawa Hot, umesomeka, kazi itafanyika. Wakapeana mikono. Madam S akazunguka upande wa pili na kumkumbatia kamanda huku machozi yakimtoka. Nakupenda Amata, nakupenda zaidi ya mtoto au mume wangu. Na kuomba urudi na pumzi yangu. Basi mara tu baada ya kuiacha ndege iliyomfikisha Tanzania kutoka Mauritius, Chiba hakuwa na shughuli nyingine zaidi ya miadi yake ya kwanza na Amata katika baa ya Rovuma mpaka Maputo. Aliweka mizigo kwenye gari lake ambalo daima huliacha hapo uwanjani kila anaposafiri na kulitumia rudipo. Alipohakikisha usalama upo, akaondoka taratibu na kuikata ile barabara kubwa ya Pugu. Akachukua uelekeo wa Kalakata, huku akipita kwenye madimbwi makubwa ya maji yaliyofanywa na mvua za masika. Haikumchukua muda mrefu kuwasili pale anapopataka. Akatafuta maegesho mazuri na kuliweka gari lake, kisha akateremka.
Akaangaza macho huku na kule, akavuta hatua chache na kulikaribia lango la kuingia ndani ya baa hiyo. Ukiingia tu meza ya kulia. Aliyakumbuka maneno ya mwisho ya Kamanda Amata alipokuwa akimpa maelekezo juu ya wapi alipo. Hakukosea, moja kwa moja aliendelea na kuiendea meza hiyo na kumkuta mwenyeji wake. Lakini badala ya mmoja, sasa walikuwa wawili. Na msikilizaji, hiyo ni sehemu ya pili. Riwaya inaitwa Mkono wa Jasusi. Tafadhali tukutane katika sehemu ya 3 tufahamu nini kiliendelea. Hii ni sauti ya Pasco Tuliano.